Mangungu amesikika akisema kwamba asante TFF. Asanteni TFF. Hivi tunaweza kuitafsiri kwa namna gani hii kauli ya Mangungu? Moja kwa moja inakuja kwamba hawaridhiki labda na kile kilichofanyika siku ya leo, hususan kwenye nafasi ya uamuzi. Ndio maana yeye amekuwa na lalama kitu hicho, lakini TFF anaweza asiwe na lawama za moja kwa moja licha kwamba ndio mwenye mechi ya leo, kwa sababu time ilikuwepo kwa maana ya klabu kufanya maandalizi, then kwenye siku ya tukio la mchezo ndo kama hivi. Kwa hiyo uwezi ukarejea baada ya kupoteza ukarejea kwenye tuhuma kwa mamlaka zaidi. Inawezekana kugafilika kutokana na matokeo yalivyo, lakini uwezi kuwapa hongera, na hata hiyo hongera ni kama kukejeli vile. Kejeli Yes, sio ile ya dhati ya kumpongeza mtu. Yes, na sidhani kama mamlaka ilikuwa moja kwa moja inaweza kusema mwamuzi chezesha hivi na matokeo yao hivi. Hebu ngoja tuisikie tena ile kauli. Kile ambacho kimefanya na mwamuzi labda kinafanyika leo. Waulizeni TFF. TFF sana mwenye. Ndio hiyo sasa. Yaani anauliza swali, yeye anasema ongeleni TFF. Naam. Okay, sawa. Simba shida ilikuwa ni nini? Naam. Simba leo moja ya matatizo wameyataka wenyewe. Wametengeneza nafasi kadhaa before Yanga kupata goli, hawajatumia. Mechi ingeweza kwenda kwenye matokeo ambayo labda si haya. Kwa hiyo hawakumakinika na walikuwa kwenye low tempo, wakati wenzao Young Africans katika muda wote walikuwa kwenye mapambano ya hali ya juu, iwe kwenye physical battle, kwenye ufundi, kwenye mbinu. Ndio pale ambapo tabaka lilianza kuonekana la ndani ya uwanja. Yes, kwamba wengine wamejiandaa vizuri ikiwemo kisaikolojia na kiufundi na kimbinu, wamekuwa kama matajiri wa maarifa vile. Lakini ukifananisha na Simba Sports walikuwa slow sana, kama mechi hawahitaji. Yani kama mechi ambayo labda wanavizia sare. Niliona wanacheza slowly ukifanisha na upande wa wenzao. Kwa hiyo wenzao mahitaji yalikuwa makubwa, ile match determination ilikuwa iko high zaidi. Sehemu ya kupora, kupambana ilikuwa inaonekana wao kuwa wako vizuri sana. Lakini pia kwenye eneo la ufundi Young Africans kapasiwa mipira mingi na Simba kutokana na branded passes, yani pasi ambazo hazijafika kwa walengwa. Maana yake Simba wakitaka kupasiana mara nyingi wamekuwa wakiwapasia opponent wao. Opponent wao wakipata mpira wanaratibu shambulizi ambalo linakwenda labda kuishia golini kwa maana ya kutoka au goalkeeper kudaka. Kwa hiyo hapo unaweza kuona kwamba malengo ya mchezo ndani au ya maandalizi yalienda na tofautiana baina ya hizo timu mbili. Ukitazama kikosi cha Simba hasa kikicheza mechi ya ushindani hii leo, tunaweza kusema wana kikosi bora. Kuna dalili ya kikosi bora. Kuna dalili. Yes, kunahitaji time kuunganishwa. Pale kulikuwa kuna individual ability kubwa ambayo ilikuwa inaonekana. Kuna baadhi ya maeneo mchezaji mmoja ulikuwa unaona kwamba yes, huyu ni mchezaji. Yes, lakini kwa sababu hajaungana na wenzake ipasavyo kwa siku chache ambazo amejoin, hii lazima ingewasumbua Simba kwa maana moja au nyingine.